Ni matumaini yangu mzima wa afya, mfuatiliaji wa Kusoma Media. Asante na karibu sana. Ikiwa leo ni Mei 29, siku tulivu kabisa ya Alhamisi, karibu sana tuweze kuziangazia habari na taarifa mbalimbali zilizopewa nafasi katika kurasa za mbele za magazeti mbalimbali hapa nchini Tanzania. Na moja kwa moja tuanze kuliangazia gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, ikiwa leo ni Alhamisi Mei 29. Habari kubwa katika gazeti hili inaandikwa Ruto aomba radhi Tanzania. Ruto aomba radhi Tanzania. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa pili gazeti Nipashe. Mambo ya nje yaja na vipaumbele vitano 2025-2026. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 5. Mambo ya nje yaja na vipaumbele vitano 2025-2026. Sanjari na hilo, habari nyingine katika gazeti hili ni mahakama yapokea kilo 15 za heroin. Mahakama yapokea kilo 15 za heroin. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 7 gazeti Nipashe. Chadema kujibu kauli ya msajili wa vyama vya siasa. Chadema kujibu kauli ya msajili wa vyama vya siasa. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa pili. Kiendelea kusalia katika gazeti Nipashe, mkutano mkuu taifa, Samia asisitiza unyenyekevu viongozi CCM. Samia asisitiza unyenyekevu viongozi CCM. Habari picha ikimwonyesha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na katibu mkuu wa chama hicho Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi wakifungua pazia kuzindua jiwe la msingi la ujenzi wa ofisi za makao makuu ya CCM eneo la Tambukareli hapo jana. Na habari nyingine ambayo inatutamatishia katika gazeti hili ni habari inayoandikwa kwamba Tanzania sasa yapiga hatua matibabu ya saratani. Tanzania sasa yapiga hatua matibabu ya saratani. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 5 gazeti Nipashe. Nikiliweka kando gazeti Nipashe, na sasa mtazamaji, nalo gazeti la Uhuru ukweli daima. Gazeti Uhuru ukweli daima, habari kubwa inaandikwa historia mpya CCM. Daktari Samia azindua ujenzi wa jengo la kisasa makao makuu ya chama ambalo litakuwa na ukubwa katika bara la Afrika. Ujenzi wake utagharimu bilioni 34.13. Aagiza ofisi za CCM kila mkoa kusikiliza kero za wananchi na kuwasilishwa serikalini. Na habari nyingine katika gazeti hili la Uhuru, Majaliwa aendelea kushawishi Wajapani kuwekeza Tanzania. Majaliwa aendelea kushawishi Wajapani kuwekeza Tanzania. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 3 gazeti Uhuru ukweli daima. Watumishi wahimizwa kupiga kura Oktoba. Watumishi wahimizwa kupiga kura Oktoba. Ndani wa habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 gazeti la Uhuru ukweli daima, ikiwa ni Mei 29. Mapato viwanja vya ndege Zanzibar yafikia bilioni 50. Mapato viwanja vya ndege Zanzibar yafikia bilioni 50. Undani wa habari hii utaipata katika ukurasa wa 10 gazeti la Uhuru. Na sasa naliweka kando gazeti la Uhuru na mkononi kwangu moja kwa moja ninalo gazeti la Habari Leo, ambapo habari kubwa katika gazeti hili inaandikwa Ruto awaomba radhi wa Tanzania. Ruto awaomba radhi wa Tanzania ni katika ukurasa wa 7. Undani wa habari hii inapatikana. Majaliwa aita wawekezaji wa Japani sekta 7. Majaliwa aita wawekezaji wa Japani sekta 7. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 4. Msajili aeleza sababu kusitishwa ruzuku Chadema. Msajili aeleza sababu kusitisha ruzuku Chadema. Ndani ya habari hii pia ni katika ukurasa wa 7 gazeti Habari Leo. Na habari nyingine, uwekezaji diaspora juu Tanzania kinara EAC. Mambo ya nje yachangia kukuza uchumi. Uwekezaji diaspora juu Tanzania kinara EAC. Mambo ya nje yachangia kukuza uchumi. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 3. Zaidi ya migodi 13,000 yakaguliwa. Zaidi ya migodi 13,000 yakaguliwa. Undani wa habari hii pia ni katika ukurasa wa 7 gazeti la Habari Leo.
Na moja kwa moja sasa mkononi mwangu ninalo gazeti la Zanzibar Leo, ikiwa habari kubwa katika gazeti hili inaandikwa Daktari Samia asema viongozi jishusheni kwa wananchi. Daktari Samia asema viongozi jishusheni kwa wananchi. Ndani wa habari hii utaipata katika ukurasa wa pili gazeti la Zanzibar Leo. Lakini Dr. Mwinyi apongeza ujenzi makao makuu CCM. Dr. Mwinyi apongeza ujenzi makao makuu CCM. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Zanzibar Leo. Sheikh Jabir afariki katika mazingira ya kutatanisha. Sheikh Jabir afariki katika mazingira ya kutatanisha. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa pili gazeti la Zanzibar Leo. Habari nyingine inaandikwa Wapalestina wavamia chakula cha msaada. Wapalestina wavamia chakula cha msaada. Ndani ya habari hii mtazamaji ni katika ukurasa wa 9 gazeti la Zanzibar Leo. Na sasa tuhitimishe kurasa za mbele kwa kuangazia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa katika gazeti hili inaandikwa Rais Ruto aomba radhi wa Tanzania. Rais Ruto aomba radhi wa Tanzania. Ni kuhusu sakata la wanaharakati. Rais Ruto asema mataifa hayo yanahitaji ushirikiano imara. Jumuiya ya maridhiano na amani yampa 5 Samia kwa kuonesha ukomavu. Ndani wa habari hii tutaipata katika ukurasa wa 4 katika gazeti la Nipashe. Samia aandika historia. CCM aweka jiwe la msingi ujenzi makao makuu. Samia aandika historia. CCM aweka jiwe la msingi ujenzi makao makuu. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 4 gazeti la Majira. TAKUKURU yaokoa mamilioni ya fedha. TAKUKURU yaokoa mamilioni ya fedha. Undani wa habari hii tutaipata katika ukurasa wa 4 pia kwenye gazeti la Majira. Dr. Mpango afichua siri uendeshaji miundombinu. Dr. Mpango afichua siri uendeshaji miundombinu. Ni katika ukurasa wa 3 unaweza kupata undani wa habari hiyo. Na mpaka hapo tunahitimisha katika zile kurasa za mbele ambazo zimepewa nafasi kwenye magazeti mbalimbali leo Mei 29. Na sasa mtazamaji, tuhitimishe dondoo za magazeti asubuhi ya leo kwa kuangazia habari za michezo na burudani katika magazeti mbalimbali. Wakati huo tukianzia kulitazama gazeti la Mwanaspoti, kata kiu ya michezo na burudani. Gazeti la Mwanaspoti leo Mei 29, siku ya Alhamisi, habari kubwa katika gazeti hili la michezo maalum kabisa inaandikwa Simba mtacheza hamchezi. Simba mtacheza hamchezi. Lakini habari nyingine inaandikwa chama la wana Geita Gold kumaliza ubishi. Viwanja watakavyocheza Haaland na Aziz Ki. Viwanja watakavyocheza Haaland na Aziz Ki. Lakini habari nyingine katika gazeti hili la Mwanaspoti inaandikwa Mbeya City yaanza na kiungo Yanga. Mbeya City yaanza na kiungo Yanga. Na habari nyingine katika gazeti hili inaandikwa Yanga wamuita da beki wa TP Mazembe. Yanga wamuita da beki wa TP Mazembe. Ndani ya habari hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanasport. Na sasa ninalo gazeti la Uhuru katika kurasa za nyuma ambapo kuna habari za michezo na burudani. Habari kubwa katika pande huu ikiandikwa Simba yaikalia Yanga kooni. Simba yaikalia Yanga koone. Pointi 72 ilizofikisha Simba katika msimamo ligi kuu bara baada ya kushinda mchezo wa jana dhidi ya Singida Black Stars. Wanachama Yanga Sports Club wahimizwa kulipa ada. Wanachama Yanga Sports Club wahimizwa kulipa ada. Mo Salah bado yupo Liverpool. Mo Salah bado yupo Liverpool. Ndani ya habari hii ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Uhuru. Lakini habari nyingine katika gazeti hili la Uhuru inaandikwa Yamal ajipiga kitanzi Baka. Yamal ajipiga kitanzi Baka ni baada ya kuongeza mkataba mwingine na klabu ya Barcelona. Gazeti Habari Leo katika kurasa za michezo wao wanaandika Simba yanogesha vita ubingwa. Simba yanogesha vita ubingwa. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 23
Karia azipigia debe mechi za kirafiki Stars. Karia azipigia debe mechi za kirafiki Stars. Ndani ya habari hii pia ni katika kurasa 23 gazeti la Habari Leo. Yanga yalaani vurugu kwa mashabiki wake. Yanga yalaani vurugu kwa mashabiki wake. Ndani ya habari hii pia ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Habari Leo. Na gazeti la Zanzibar Leo katika upande wa michezo wanaandika ushindani Simba Yanga waikosha TPLB. Ushindani Simba Yanga waikosha TPLB. Na habari nyingine, Msuva awaita vijana kuonesha vipaji. Msuva awaita vijana kuonesha vipaji. Gazeti Nipashe katika kurasa za michezo inaandika Simba yaibana Yanga kileleni, yachukua pointi 3 muhimu mbele ya Singida Black Stars. Fadru alalamika kuhusu nini? Jipatie nakala yako ya gazeti la Nipashe uweze kujua kocha Fadru amelalamika kuhusiana na nini. Yanga yakerwa mashabiki wake kupigwa Zanzibar. Yanga yakerwa mashabiki wake kupigwa Zanzibar. Ndani ya habari hii ni katika ukurasa wa 23 gazeti Nipashe, kurasa za nyuma kabisa ambapo zinapatikana habari za michezo na burudani. Na sasa nihitimishe katika kurasa za michezo kwa kulitazama gazeti la Majira leo. Simba Sports Club yavuna alizeti za Singida Black Stars, azoa pointi 3 muhimu. Sasa akili zote fainali CRDB Cup. Kafu yaendelea kujiridhisha ubora wa viwanja Tanzania. Kafu yaendelea kujiridhisha ubora wa viwanja Tanzania. Yanga Sports Club yasikitishwa vitendo viovu vya mashabiki wa Simba. Yanga Sports Club yasikitishwa vitendo viovu vya mashabiki wa Simba. Na mpaka kufikia hapo niseme sina la ziada mtazamaji kwa siku hii ya leo. Hizo ni habari na taarifa mbalimbali zilizopewa nafasi kubwa katika kurasa za mbele za magazeti na kurasa za nyuma ambazo ni mahususi kabisa katika habari za michezo na burudani. Nikutakia wakati mwema, kwa heri kwa sasa, tukutane baadaye katika taarifa na habari mbalimbali zinazoendelea kujiri ndani na nje ya Tanzania. Uwe na wakati mwema.